tunatambua lishe si swala la kiafya pekee, bali ni nguzo ya maendeleo ya rasilimali watu, uchumi na jamii. Ndio maana lishe tumeipa kipaumbele cha kitaifa na kuijumuisha katika ilani ya uchaguzi ya CCM itakayoanza kutumika mwaka huu 2025 mpaka 2030, na imetamkwa pia kwenye dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Nchi yetu imeshapiga hatua kubwa sana katika kupunguza changamoto za utapiamlo. Kwa baadhi ya viashiria, kiwango cha udumavu miongoni mwa watoto walio chini ya umri chini ya miaka 15 kimeshuka sana kutoka 48% mwaka 1992 hadi 30% kwa mwaka 2022. Lakini vile vile kiwango cha ukondefu miongoni mwa watoto walio chini ya miaka 5 kimepungua kutoka 5% mwaka 1992 hadi 3.2% mwaka 2022. Na kiwango cha uzito uliozidi na uzito kupita kiasi, inaitwa kiribatumbo, kimekuwa kikiongezeka hasa miongoni mwa wakina mama wenye umri wa kuzaa, ambapo viwango viliongezeka kutoka 28% mwaka 2015 hadi 37% mwaka 2022. Changamoto hii inaakisi mabadiliko ya ulaji na mtindo wa maisha ulioikumba sio tu Tanzania bali dunia nzima.